Na mshukuru mtazamaji kwa kuendelea kuitegea KBC Channel 1. Karibu sana kwa matangazo ya moja kwa moja ambayo tunakuletea hapa KBC hii leo, na kama kawaida tutakuwa na taarifa zetu za habari hapo kwenye Darubini Weekend. Lakini kwa sasa mtazamaji, tunaendelea kufahamisha kuhusiana na hafla mashughuli ambayo inaendelea ya maombolezi aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Amolo Odinga ambaye aliaga dunia katika taifa la India, na hivi sasa ni shughuli za mazishi ama shughuli za maombolezi zinaendelea Kenya nzima na ulimwengu mzima ukiendelea kumuomboleza kama kiongozi aliyependwa na wengi na aliyefahamika sana katika misimamo yake ya kisiasa. Na mtazamaji, hapo awali ulikuwa umeona hafla hiyo ambayo ilikuwa inaendelea katika uwanja wa michezo wa Nyayo, ambayo ilikuwa ni misa ya wafu yake aliyekuwa Waziri Raila Amolo Odinga. Na baada ya misa hiyo kulikuwa na matarajio wa Kenya kwa walikuwa wanatarajia kuwa mwili wake utaweza kupelekwa katika boma lake pale eneo la Karen uweze kulala hapo, na kisha baadaye kesho kuweza kupelekwa katika kaunti ya Kisumu kwa ile public viewing. Lakini taarifa ambazo tuliweza kupata ni kuwa shughuli hiyo iliweza kubadilishwa kidogo, na mwili wake sasa utaweza kupelekwa katika chumba cha Lee, ambapo mwili huu utaweza kulala hapo hadi kesho, ambapo itakuwa ni safari yake ya kuelekea eneo la Kisumu, na kwenye ile public viewing wananchi watapata fursa ya kuweza kutazama mwili wake aliyekuwa Waziri Raila Amolo Odinga, na kisha baadaye kuweza kufanya shughuli tu za maombolezi, na mwili huu utatarajiwa tena kupelekwa katika mazishi yatakayokuwa yakifanyika eneo la Bondo. Na mtazamaji, bila shaka tumekuandalia mengi yakiwemo mahojiano ya moja kwa moja kutoka kwa viongozi na wataalamu ambao walimfahamu sana aliyekuwa Waziri Raila Amolo Odinga, na wataweza kutufahamisha mengi kuhusiana na uhusiano wao kikazi, kirafiki na pia kifamilia. Na upande wa pili wa studio niko naye mwenzangu Harith Salim ambaye tayari yuko hapa kuweza kufanya mahojiano kuhusiana na wataalamu ama watu ambao walifanya kazi karibu sana naye Raila Amolo Odinga, ambao walimfahamu kisiasa na pia tu kimaisha kama kiongozi. Na asante Nancy Onyancha, bila shaka ni siku ambazo zitasalia kuwa katika historia ya taifa la Kenya. Kumbuka tunayemzungumzia na anayezungumziwa humu nchini na kimataifa ni mtu ambaye alikuwa na athari chungu nzima katika nyanja tofauti, iwe za kisiasa, kiuchumi na vile vile kijamii. Ni jina ambalo lilikuwa likitajwa katika maeneo tofauti katika vikao mbalimbali kutokana na yale ambayo yalikuwa yanaendelea kwa kipindi kama kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa wakati ule mnasaba. Lakini yote hayo 9-10 ni kwamba ni mmoja kati ya watu ambao wameacha pengo kubwa katika historia ya taifa la Kenya, vile vile katika historia ya viongozi wa Afrika na ulimwengu kwa ujumla wake, kutokana na yale ambayo alikuwa anatekeleza katika uhai wake. Karibu sana katika kipindi chetu na mazungumzo yetu siku ya leo. Tutakuwa na baadhi ya wachanganuzi, tutakuwa tunazungumzia swala zima la athari na vile vile kuona jinsi gani aliathiri umma kwa ujumla aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Amolo Odinga. Kwa hiyo hapa studio kwa sasa naye Kasisi Hudson Ndeda ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha makanisa na viongozi wa kidini, mwanachama wa kitaifa kumaanisha humu nchini Kenya. Kwa hiyo Hudson, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Naam. Sasa kuna usemi ambao mwenda zake aliutumia na alikuwa anapenda kuutumia kwa wakati mmoja. Alisema kwamba mti mkuu ukiyumbayumba basi wale ndege wanakuwa mashakani. Waswahili wanasema mti mkuu ukigwa ndege wako mashakani. Kauli yake hii na sasa hivi unaweza ziunganisha vipi? Wewe kama Mkenya, wewe kama mchanganuzi, wewe kama kiongozi wa kidini. Nashukuru sana. Mwanzo nitoe pole zangu rasmi kwa jamii ya mwenda zake Raila Odinga na kwa Wakenya, maana sisi wote tumepoteza. Halafu nije kwa msemo wako, mti mkuu yumba. Sasa hivi tumefika mahali ambao mti mkuu hauyumbayumbi tena, umeanguka.
Na kabla uendelee kuzungumzia hayo, nataka nigusie tu kile ambacho kilikuwa kinaendelea tangu taarifa zitolewe kuhusiana na mwenda zake na jinsi alivyokuwa anapitia matibabu akiwa India mpaka tukajuzwa habari tulizojuzwa kuhusiana na siku zake humo duniani zilikamilika mpaka akaletwa nchini na mpaka watu kuomboleza na vile vile taifa zima kujaribu kukubaliana na hali ambayo imetokea, kwa sababu wakati mwingine binadamu ana kaida na kawaida ya kutokubali matokeo ambayo vitu vingi vinavyofanyika. Anasema kwamba hili haliwezekani, kwani si juzi tu alikuwa hivi. Wengine walisema tulizungumza naye kwa simu. Ni kaida na kawaida ya binadamu kwanza kukataa matukio ambayo bila shaka yanakuwa yanajiri katika maisha ya binadamu. Lakini ndio kama hivyo, kuonesha jinsi gani umati ulivyojitokeza punde tu baada ya habari kuwafikia na kutangazwa rasmi kwa habari hizo na kiongozi wa taifa kuhusiana na yale ambayo yamejiri, na kuonyesha umati ambao umekuwa ukifuatilia haya tangu kuwasilishwa kwa mwili wake katika angatua ya JKIA na kupitishwa katika barabara za mji hadi kufikishwa katika uwanja wa Kasarani. Kumbuka katika uwanja wa Kasarani yaliyotukia kule ni kwamba kulikuwa na msongamano hapa na pale, ikabidi watu kukawa na mkurupuko hapa na pale. Yote haya ni kwa sababu ya kila mtu alikuwa na hamu na hamumu ya kutaka kupiga jicho kile ambacho wengi wao wamekuwa wakisikia kuhusiana na mwenda zake, na bila shaka ni fursa iliyotolewa kwa Wakenya kwa ujumla wao kupata fursa ya kumuona au kuona mwili wa mwenda zake ambao wengine wametoka mbali, hawajawahi kumuona akiwa hai. Kwa hiyo ilikuwa ni fursa iliyotolewa kwa taifa kuhakikisha kwamba angalau kila Mkenya anapata fursa ya kuona mmoja kati ya viongozi shupavu wa kisiasa na vile vile kijamii na kiuchumi humo nchini Kenya. Kwa hiyo Hudson, nataka turudi pale pale kwenye ile kauli ambayo ulikuwa unaanza kuijadili kabla nikukatize, manake ilibidi nilete taswira tu. Ile taswira ambayo Wakenya na vile vile watazamaji wote wanafaa kuijua tangu kufikishwa kwa mwili, tangu habari za kufariki kwa Raila Odinga na vile vile kufikishwa kwa mwili wake humu nchini. Sasa turudi kwenye ile kauli yake ambayo alikuwa akizungumza kwamba wakati mwingine mti mkubwa ukiyumbayumba ndege wanakuwa mashakani. Kweli. Raila Odinga alikuwa mwanasiasa ambaye alikuwa mchesi, alikuwa mtu wa kutumia vitendawili na mafumbo, na hilo ni moja ya mafumbo ambayo alikuwa anatumia. Na sasa hivi tunaweza kuwa labda hatukumuelewa na hatukupata maana ya matamshi yake ya mti mkuu kiyumbayumba, wale ndege wanaokaa ndani ndio huumia. Sasa huu mti hauyumbayumbi, umeshaanguka. Umeanguka. Na sasa mti ukishaanguka, vioto za ndege zote zimeanguka chini. Kuna watu ambao huchukua hifadhi pale wakati jua lipo kali kupata kivuli, wana shida. Kuna wanyama ambao pia hukaa chini ya miti. So ni huu mti kuanguka utaathiri watu wengi sana. Nianze kwa mfano na wanasiasa. Mti huu umeanguka na ulikuwa kivuli cha wanasiasa wengi kabla nikuje kwa Wakenya. Niko na uhakiki kabisa kuna wanasiasa kuanzia sasa kuendelea mbele itakuwa ngumu wapate nafasi ya kuchaguliwa. Kama labda MCA, ni MP, ni magavana, kwa sababu wengi kama ulivyokuwa unaona wakati wa campaigns walikuwa wakitengeza posta, lazima waweke picha ya Raila pale. Maana hiyo ndio ilikuwa inawasaidia kushinda, ili wakaweze kupata favor ya wale waungaji mkono wa Raila. So wengi wao, kwa sababu huu mti ambao walijikinga ndani, na huu msemo sasa umekuja kuwa kweli kabisa na umekuja kutokea haki, tunaweza kukosa kuona umuhimu ama kufelu umuhimu wa mheshimiwa Raila alipokuwa hai. Lakini katika kuondoka kwake tutaelewa mengi sana. Tutajua kilikuwa kivuli kikubwa, si kwa wanasiasa tu, bali kwa nchi nzima, pia kwa Wakenya, maana pia alikuwa mtetezi
mkubwa sana wa haki na demokrasia na maendeleo. Tukumbuke hata katiba mpya tulioipata ambayo ilete mambo ya devolution. Sasa hivi tuko na serikali za county ambazo zimeleta maendeleo mengi sana mashinani. Hii yote ni kazi ya Mheshimiwa Raila. Kwa hivyo mti mkuu hauyumbi, umeanguka tayari. Umeanguka. Yes. Na bila shaka matokeo yake tutajadili kwa kina kuhusiana na yale ambao umeyadokeza kuhusiana na baadhi ya wanasiasa ambao walikuwa wanashikilia mkono wake akienda kulia, nao pia wanakwenda kulia, akienda kushoto wanakwenda kushoto. Jinsi gani wataweza, iwapo wataweza kujisimamia kivyao katika uchaguzi ambao tunausubiri wa mwaka 2027, kwa sababu huwezi kumtaja yeye bila kutaja siasa na chaguzi mbalimbali. Kumbuka pia amejaribu kuwania urais kwa mara 5, ingawaje matokeo yamekuwa yakishindaniwa na vile vile wengine wakiyakubali, wengine wakiyakataa kutokana na sababu tofauti. Lakini yote hayo tutakuwa tunazungumza baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini nitaka tukamsikilize kidogo James Orengo ambaye ni governor wa Siaya huko Bondo, anazungumza kwa sasa. Kwa hiyo tuatege sikio. Lastly, I also want to note that the committee has made arrangements for receiving dignitaries who may start arriving here from early in the morning tomorrow until the final journey on Sunday. And I am happy about those arrangements that have been made by the committee. Let me just say a little in Kijaluo. Anyo chakane wangi bura maratipo. Nitawatafsiria baadaye. Lakini kimsingi ni kwamba amezungumzia matayarisho ya upokezi wa mwili wa mwenda zake aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya, wa pili katika historia ya taifa hili, na vile vile aliyekuwa waziri katika serikali tofauti za marais. Hapo kesho kisha apelekwe Siaya, ambapo bila shaka ndio itakuwa sehemu yake atakakolazwa. Kumbuka Jumapili, kulingana na ratiba iliyoandaliwa, ndio siku ambayo atakuwa anazikwa rasmi baada ya watu kutoa heshima zao za mwisho katika maeneo tofauti. Kumbuka kesho ndio atapelekwa katika eneo la Kisumu, watu wapate kutoa heshima zao kutoka kule Kisumu. Kumbuka Kisumu ni moja kati ya maeneo ambayo yamechukuliwa na kuaminika kwamba ndio ngome kubwa ya mwenda zake Raila Odinga kisiasa. Kumbuka ushindani mkubwa unatoka kule, hususan katika chaguzi za kitaifa na kimataifa. Tulikuwa tunazungumza na sasa hivi tutakwenda mapumzikoni kidogo, ila ndio mwanzo tunaanza kikao hiki. Tutakuwa tunazungumza mengi kwa siku ya leo mpaka baadaye kidogo wakati wa taarifa za saa 3 usiku. Ng'ombe shavizika Mungu. Na ilivyo kawaida ng'ombe kivizikia mguu malishoni, sharti arudi zizini na matibabu. Kazi yako ni nini hapa? It's not your father's office and not even past. Wewe utanipa heshima zangu. Utaniheshimu na uniite baba. He doesn't love you. He's just playing around with you. Kama hanipendi, kwa nini endelea kuchunguza maisha yake ukijapo ofisini mwake kila wakati? Simbani. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you.
Praise the Lord. My name is Pastor Tim Mwangi, and I want to invite you for a life-changing, transformative show. I was blinded and thrown to the floor on my knees, just like Saul. Conversations. Gen Z ni nani? E-boldness mnatoa wapi? Kuna mentality fulani yenye inakujanga, si a rebellion really, but ni ya ku-question system. Engagements that are life-changing and provocative. When you are young, your core business should be to create value in yourself. Join me, DJ Andy C, bringing to you Kingdom Vibe, full of gospel bangers. Join us for Angaza Show. Every Saturday from 5 p.m. to 6 p.m. Only on KBC Channel 1. Kaya Musha. It is always a good time on Bridge over Congo. Catch us every Saturday from 10 p.m. till midnight. Join me, the Rumba Supreme Leader and the Grand Ayatollah Simeon Mfumu Kimbangu and Winnie Marie Jose, Bridge over Congo. Mungu esilaka na nzungu te kasi elengia Mungu esilaka na Chumvi huyeyuka chunguni lakini ladha yake hubakia. Got the fear of missing out? Want to keep up with all the latest entertainment news and latest celebrity gossip? From the latest rumors to popping events to the newest fashion trends, here is where you get all the tea or juice when it comes to entertainment, and you get it served on time. All that and so much more on Grapevine every single Monday only on KBC Channel 1. Remember, if you did not see it on Grapevine, then it most probably never happened. Na mtazamaji, unaendelea kutazama KBC Channel 1, na kama nilivyokuarifu hapo awali, tunakuletea matangazo ya moja kwa moja kuhusiana na maombolezi na mipango ya mazishi aliyekuwa waziri Raila Amolo Odinga ambaye aliaga dunia. Na mtazamaji, mwenzangu Harith Salim alikuwa anaendelea na mahojiano kuhusiana na wale ambao walikuwa wanamfahamu aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Na pia mtazamaji, tutaendelea kuletea taarifa kuhusiana na mipango ya mazishi katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni katika boma la aliyekuwa waziri mkuu huyo mwenda zake Raila Amolo Odinga. Na pia hiyo kesho, mtazamaji, kama nilivyokuarifu, kutakuwa na ile shughuli ya wananchi wataweza kuruhusiwa kutazama mwili wa mwenda zake, kuweza kutoa heshima zao za mwisho katika harakati za kufanya maombolezi. Na mtazamaji, kisha baadaye mwili huu utaweza kupelekwa katika eneo la Bondo ambapo mazishi yanatarajiwa kufanywa. Na mazishi hayo kulingana na taarifa iliyotolewa na lile jopo lililoteuliwa katika kupanga mazishi ya aliyekuwa waziri mkuu ni kuwa watu wachache wataweza kuruhusiwa katika ile hafla ya mwisho ya mazishi hayo ambayo yatafanyika katika eneo la Bondo. Na mwenda zake Raila Odinga ataweza kuzikwa kando na kaburi la babake katika eneo la Kango ka Jaramogi, ambapo ni kando na aliyekuwa baba yake Jaramogi Oginga Odinga, huku wengi wakiweza kuuliza ikiwa ndio kulingana na ile matamshi ambayo yanasemekana yaliweza kusemwa na aliyekuwa waziri mkuu ni kwa alikuwa amesema aweze kuzikwa kando na kaburi la mamake, lakini kulingana na taarifa ambazo tuliweza kupokea ni kuwa sasa ataweza kupumzishwa kando na aliyekuwa naibu rais babake Jaramogi Oginga Odinga aliyeaga dunia mwaka 1994. Na mtazamaji, shughuli ambayo ilikuwa inafanyika hii leo katika uwanja wa Nyayo ilikuwa ni misa ya wafu ambayo iliweza
kuongozwa na kanisa la Kianglikana, ambao pia mtazamaji, misa ile nyingine ama shughuli ya mazishi itakayofanyika katika eneo la Kisumu pia itaweza kufanywa na kanisa hiyo ya Kianglikana, ambapo alikuwa Waziri Mkuu Raila Odinga alikuwa mshiriki wa kanisa hilo la Kianglikana. Na mtazamaji, pia taarifa nyingine ambayo tuliweza kupokea ni kuwa mwili wa mwenda zake ulikuwa unatarajiwa kupelekwa katika boma lake eneo la Karen, mtaa wa Karen hapa Nairobi, lakini shughuli hiyo iliweza kubadilika kidogo na mwili wa mwenda zake Waziri Mkuu Raila Odinga utaweza kulazwa katika eneo la Lee, ikisubiri hapo kesho ambapo tutaweza kusafirishwa hadi kiwanja cha Jomo Kenyatta eneo la Kisumu. Kiwanja hicho kinafahamika hali maarufu kama kiwanja cha Mamboleo. Na mtazamaji, shughuli ya leo iliweza kuhudhuriwa na viongozi kadhaa akiwemo aliyekuwa Rais wa taifa hili Uhuru Kenyatta, na pia kulikuwa naye Jakaya Kikwete na viongozi wengi ambao waliweza kufika mahala pale kuweza kutoa heshima zao za mwisho na pia kutoa hotuba zao wakielezea jinsi walivyokuwa wakimfahamu mwenda zake Raila Odinga ambaye alikuwa waziri mkuu wa taifa hili kwa wakati mmoja, na pia jamaa na marafiki waliweza kupata fursa ya kuweza kuzungumzia kwa kipana kuhusiana na uhusiano wao na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Bila shaka mtazamaji, ni shughuli ambayo iliweza kuona Wakenya wengi wakifika katika uwanja huo wa Nyayo. Na moja kwa moja sasa mtazamaji, ni kuelekeze upande wa pili ambapo mwenzangu Harith Salim ataendelea na mahojiano. Asante Nancy. Tunaye Otieno Mjomba ambaye amejiunga nasi hivi sasa, ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, na kama unamfahamu ni kwamba ni mtu pia anaivaa kofia nyingi. Ni mwalimu, ni mwanahabari, ni mchanganuzi na mengine mengi pia, ikiwemo baba ya watoto tu. Sitaki kuyataja mengine lakini karibu sana katika studio. Na vile vile kukumbusha tu tunaye mwenyekiti wa kitaifa Kasisi Hudson Ndeda ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa wa makanisa na vile vile viongozi wa kidini humo nchini. Otieno Mjomba, neno baba katika muktadha wa taifa la Kenya, ukilisikia ama mtu yote akilisikia, linatoa taswira gani? Maanake hata kwenu wewe unaweza kusema neno baba, baba yako mzazi akafikiri unamuita, kumbe sivyo. Yeye mwenyewe akashtuka akitafuta. Ni muktadha, ni taswira gani inajitokeza kunapotajwa neno baba katika taifa hili? Asante sana Haritha kwa mwaliko wenyewe, na kwanza ningependa kutuma rambirambi zangu kwa jamaa, ndugu na marafiki wa hayati aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga. Na ni kweli kwamba Raila Amolo Odinga amekuwa baba wa wengi, na imeweza kudhibitika zaidi kuanzia matukio ya jana hadi leo. Tuanze wakati ambapo tangazo lenyewe lilipotolewa tarehe 15. Baada ya hapo nadhani jiji la Nairobi, Eldoret, Nakuru, Kisumu, Mombasa, Waingereza wanasema kwamba ilikuja to stand still kutokana na taarifa zenyewe ambazo zilikuwa za mauko yake, na ishara kwamba yeye ndiye baba. Ukiangalia shughuli namna zilivyokuwa katika angatua ya ndege JKIA, hatua zenyewe ambazo zinafaa kuchukua dakika 20 na kitu ili kufika katika makafani ya Lee, ilibidi idara ambayo inashughulikia mambo ya kuratibisha haya yote iweze kutoka na mipango tofauti ili kuweza kupeleka watu waombolezaji katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani. Yote haya ni kutokana na watu waliojitokeza kwa wingi ambao walitaka kuthibitisha, walitaka kuwa katika sehemu ya historia ya kwamba wathibitishie umma kwamba huyu ndiye aliyekuwa bingwa wao, baba kwao. Kwa hivyo japo mimi baba, wewe baba, Kasisi Harrison baba, lakini kile muhimu zaidi ni kwamba kuna baba wa taifa. Na ndio tunajua kwamba rais anashikilia nafasi yake kama baba wa taifa. Lakini kuna nafasi ambayo hayati Raila Amolo Odinga alikuwa ameshika sana katika nyoyo za watu. Na ndiposa umeona umaya wa watu umejitokeza. Nina hofu hata zaidi kuhusu kesho kutokana na hali ilivyo. Ikiwa Nairobi
hatua ya kwanza iliweza kuleta mtafaruku. Je, katika ngome yake nyumbani kwake safari itakuwaje? Je, watu wakiamua kujitokeza kwa wingi tutaweza kudhibiti? Manake hii yote ndio inaashiria ubaba ndani ya baba. Ndio maana pia baadhi ya viongozi wa kutoka eneo la Nyanza wamezungumza moja kwa moja katika dakika chache zilizopita kuwarai na kuwaomba wakazi wa maeneo yale kuhakikisha kwamba kuna utaratibu na nidhamu wakati mwili utakapokuwa unapokewa kutoka Kisumu. Maanake kwanza utapelekwa Kisumu ili watu wapate kuona kwa ujumla wake, na vile vile baada ya hapo ndio utakapopelekwa katika sehemu rasmi ambayo, lakini viongozi akiwemo gavana wa Siaya James Orengo wameomba wakazi wawe na nidhamu kuhakikisha kwa mambo yanakuwa, sababu unajua katika tukio kama hili na umati ambao tuliouona jana juzi na hii leo ni umati mkubwa ambao sijui, lakini katika Afrika hii sidhani kama kuna kiongozi ambaye ameombolezwa kiasi kile na labda atakuja kuzikwa kiasi hiki ambacho tunasubiria kuja kutokea katika siku mbili zinazokuja. Na hasa kiongozi ambaye ana wafuasi wengi, si tu katika nchi bali katika bara la Afrika na nje ya bara la Afrika. Nimefurahishwa na tangazo ambalo alilitoa gavana wa Siaya. Nilikuwa nikimfuatilia, akasema kwamba kando na boma pale kuna sehemu ambapo imetengwa nje ya boma ambapo itaweza kukaribisha watu leo usiku na ina uwezo wa kumiliki ama kuweza kuweka watu zaidi ya 5,000. Watu hawa ambao wanataka kufuatilia night vigil, kufuatilia matukio haya, kuweza kuomboleza na jamii kwa pamoja. Manake kuanzia sasa hivi, kuanzia wakati ambapo tangazo lilitolewa, shughuli pale zimeshika kasi. Na namna tunavyokaribia siku ya siku, basi tarajia idadi ya watu kuongezeka zaidi. Nzuri sana waweze kushughulikia, wapewe nafasi yao vizuri, nafasi itengwe mapema, si kwamba iweze kutengwa wakati ambapo mambo yameharibika sasa. Na ukizungumzia hayo ya maandalizi, ndio nataka tuelekee kidogo Kisumu. Tunaye mwenzetu Chola Simon ambaye anafuatilia maandalizi ambayo Otieno Mjomba anazungumzia kuhusiana na yale ambayo yanatarajiwa kufanyika hapo kesho na wageni wanaotarajiwa kufika hapo kesho. Kwa hiyo Chola Simon, katika kaunti ya Kisumu, kama unanipata, hebu tujuze ni kipi ambacho kinaendelea hivi sasa hapo ulipo? Naam, shukrani sana Haritha. Bila shaka siku ya leo imekuwa ni siku ya maandalizi kuhakikisha tu kwamba mwili wa mwenda zake hayati Raila Amolo Odinga utakapofika katika kaunti ya Kisumu, basi bila shaka utaweza letwa katika eneo hili, na basi wafuasi wake na wakazi wa eneo hili wataweza kupata fursa ya kuweza kumtizama kwa mara ya mwisho kabla basi mwenda zake aweze kusafirishwa moja kwa moja hadi kwake katika eneo la Bondo, ukipenda kijiji cha Opoda, basi ndiposa pia aweze kukaa na jamii basi kabla ya yeye kuzikwa siku ya Jumapili. Na nilivyokueleza ni kwamba leo imekuwa ni siku ya maandalizi, na maafisa wa usalama wakishirikiana na maafisa wa serikali katika eneo hili wamekuwa wakiweka mikakati dhabiti kuhakikisha tu kwamba swala ambalo lilitokea hapo jana katika kiwanja cha Kasarani isiweze kutokea katika eneo hili. Na nitaweza kuzungumza na Regional Commissioner Flora Moroa ambaye amekuwa amekita kambi katika eneo hili kuanzia asubuhi hadi sasa ili kuhakikisha kwamba yote yanaenda sawa. Karibu sana Madam Moroa. Hebu tueleze hadi sasa mipango iko vipi? Hadi sasa ningependa kusema kwamba mipango yote iko shwari. Tumekuwa tukifanya kazi tangia asubuhi mpaka saa hizi, na tumekuwa na vitengo mbalimbali vya usalama ambapo tumekuwa na majadiliano kuhakikisha ya kwamba sherehe ambayo tuko nayo hapa kesho na Jumapili imeenda vizuri. Leo asubuhi pia tulikuwa kule Siaya, mahali ambapo tutakuwa na ibada ya mwisho ya marehemu kiongozi wetu, na kila kitu iko shwari. Vile vile tumetembea nyumbani kwake, na vile vile tukahakikisha kwamba kila mipangilio iko shwari. Mwili wake utafika hapa Kisumu muda wa saa ngapi? Hapa Kisumu tunatarajia ya kwamba mwili utafika hapa saa 2 asubuhi, na wakati huo ndio kutazama kwa mwili kutaanza.
Maelezo tu pengine, kwa sababu tunajua fika kwamba hali ya trafiki na hali kadhalika tunatarajia umati mkubwa wa watu kufika katika eneo hili kutaka kutazama mwili huo. Hebu tueleze tu kwanza hali ya trafiki kwanza kutoka katika eneo la airport, hali kadhalika katika jiji kuu, na pia tukielekea hapa itakuwa vipi? Asante sana. Nilivyosema hapo mwanzo ni kwamba kila mipangilio, vile sikutaja trafiki, lakini niseme kwamba hata mipangilio ambayo inahusiana na mambo ya trafiki tumetilia manani sana, kwa sababu tusipotilia manani jambo hilo bila shaka, kwa sababu wale watu ambao wanataka kuja hapa kutizama mwili wa marehemu ni wengi sana. Kwa hivyo tusipoweka mikakati ambayo inahusiana na mambo ya trafiki, kila kitu itaenda mrama. Kwa hivyo tumekuwa hapa tana ofisa mkuu ambaye anasimamia mambo ya trafiki katika eneo letu la Nyanza. Tumezunguka ile barabara yote ambayo itatumiwa kesho, na tumehakikisha ya kwamba magari yatakuwa yakienda bila vizuizi vyovyote. Na kitu ambacho ningependa kusema ni kuomba watu wetu wawe watulivu na washirikiane na maofisa wetu wa usalama, ili sherehe ambayo tuko nayo kesho na Jumapili iweze kwenda vizuri. Bila shaka kiongozi Raila Amolo Odinga ni kiongozi ambaye alikuwa anaenziwa sana na wafuasi katika eneo hili, na uwanja huu una uwezo wa kustahimili watu takriban 30,000. Hivi mmekadiria watu wangapi watafika katika eneo hili? Asante sana. Kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba hapa kesho hatuna mkutano wowote. Hakuna watu ambao watakubaliwa kuketi hapa. Kwa hivyo kile kiwango ambacho umetaja cha 30,000 ni kiwango ambacho kinakadiriwa kama watu wameketi. Lakini niseme ya kwamba tunatarajia watu wakiingia hapa asubuhi wanatazama mwili na kuondoka. Watu wataingililia gate ambayo tunaita ya Chemelil upande huu wa chini na watokee gate 8. Kwa hivyo tukiwa na mpango kama huo na kuwa kwamba hakuna watu ambao wataketi hapa, tutaweza kuwa hata na watu 10,000 wapitie hapa, watazame mwili na waondoke. Tumeona kwamba wakati tumekuwa hapa ni kwamba wakazi wengi katika eneo hili tayari walikuwa lafu za kimitambo kwa umbali, lakini tutaungana naye tena Achola Simon pamoja na mhusika mkuu katika masuala ya usalama na shughuli nzima ambayo itafanyika hapo Kisumu, katika wale ambao watakaopewa fursa kutizama mwili wa mwenda zake aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga hapo Kisumu. Lakini mikakati aliyoelezea iliyopangwa ni kuhakikisha kwamba yote yatakuwa yanafanyika kwa njia iliyo safi kabisa. Na hebu tusikilize tena kama tunaweza kumpata. Matanga niite hivyo, lakini unajua kwamba hiyo nayo imepigwa marufuku. Kwa hivyo hatutakuwa na watu ambao watakubaliwa kulala hapa. Kuna maofisa wetu wa usalama ambao wako hapa, na maagizo ambayo tumewapatia ni kwamba wananchi wakubaliwe kuingia hapa asubuhi. Hata zile gate ambazo zote zinazunguka eneo hili zimefungwa kwa sasa. Ukisema asubuhi unasema saa ngapi? Tutaanza kuangalia mwili saa 2. Kwa hivyo wananchi wako huru kuja wakati wowote, lakini kutazama mwili tutaanza saa 2. Asante sana Madam Flora Moroa. Wacha nikupe nafasi uende uzidi kujiandaa. Asante sana. Bila shaka huyo ni Regional Commissioner wa eneo hili Flora Moroa, akitueleza mikakati ambayo idara yake imeweka kuhakikisha tu kwamba basi wakazi wa eneo hili na wafuasi wa mwenda zake hayati Raila Amolo Odinga watakapokuwa wanafika katika eneo hili kutizama mwili wa marehemu, basi bila shaka watafika kwa usalama na wataweza kufanya shughuli hiyo bila bugdha yoyote. Pia tu nikueleze Harith, ni kwamba ipo mipango kadha wa kadha ambayo imepangiliwa katika eneo katikati mwa jiji la Kisumu. Tunapozungumza na wewe sasa hivi ni kwamba gavana Peter Anyang' Nyong'o anaongoza kundi na wakazi wengine katika uwanja wa Sports Ground ambao kitambo ulikuwa uwanja unaitwa Raila Odinga Sports Ground. Kitambo ulikuwa unajulikana kama Jomo Kenyatta Sports Ground, na hapo inatarajiwa kwamba wataweza kuwasha mshumaa na bila shaka wataweza kuketi usiku kucha hivi wakiswali ama wakipiga dua na hali kadhalika kusherehekea tu maisha ya mwenda zake hayati Raila Amolo Odinga. Hali kadhalika pia shughuli zimekuwa zikiendelea za kuweka sahihi katika kitabu cha mwenda zake
zake, na wengi wameweza kufika katika eneo hili. Vile nilikueleza ni kwamba wakazi wa eneo hili wengi wamejitokeza, na siku tatu tangu kutangazwa kifo cha marehemu Raila Amolo Odinga, basi wakazi wamekuwa na mbwembwe na shamra tofauti, wengi wakilia, wengi wakipiga vifijo, wengi wakipiga firimbi, hivi tu wakitaka kumuenzi mwenda zake Raila Amolo Odinga. Bila shaka hii ni taarifa ama ni shughuli ambayo tumeizamia, na tutakuletea taarifa jinsi zinavyochipuka kutoka eneo hili. Basi hapo ifikapo saa 3 basi nitakuwa na nyinyi hapo katikati mwa jiji, ili niweze kupasha zaidi ni yapi yamefanyika katika eneo ambalo Peter Anyang' Nyong'o atakuwa anaongoza wananchi katika shughuli ya kuwasha mshumaa. Kwako Harith Salim. Asante sana Chola Simon kutoka Kisumu, sehemu ambayo unatarajiwa mwili wa mwenda zake aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga kufikishwa baada ya kuwekwa katika hifadhi ya maiti ya Lee usiku huu, na kesho utapelekwa hadi Kisumu ili wakazi wa mji ule pia nao wapate fursa ya kutazama mwili na kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyu ambaye alionekana ni mmoja kati ya wababe aliyetoka katika eneo hilo. Kwa hiyo tunarudi katika maongezi yetu hapa studio na Kasisi Hudson. Kuna kipindi pia, ama si mara moja si mara mbili, pia Rais William Ruto humwita mwenda zake baba, na hilo limepelekea kwamba huyu mbali na kuwa sio rais, lakini amepewa heshima na mazishi ya kitaifa ambayo sio kawaida kutolewa kwa wanasiasa wengi. Kwa hiyo hili linaashiria nini haswa, hususan ukizingatia kwamba walikuwa wapinzani kipindi kimoja, kwamba Rais William Ruto na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga walikuwa wanawania urais, wote wawili wakiwa wanakinzana, lakini hivi sasa Rais William Ruto ametoa amri ya kufanyika mazishi ya kitaifa kutoka kwa aliyekuwa mpinzani wake. Raila ni mtu huwezi pigana naye, unaweza jikaza tu kujaribu kupigana naye. Unajua kule kujikaza tu, lakini unajua matokeo vile atakavyoenda. Kwa hivyo kisiasa hii nchi, Raila ni mtu ambayo hata kusahaulika itakuwa ngumu. Hata watoto watakaozaliwa sasa hivi watapata jina lake na watapata habari zake na watasoma. Na uzuri wakati wake ambao amekuwa kwa siasa, watakao kuja wanaweza pata hizi habari kwa mitandao. Wataona picha, wataona video, sio kama zamani ya kwamba hakukuwa na kubu la kuonyesha. Na rais jambo alilofanya ni nzuri la kusema kwamba mheshimiwa hayati Raila apewe state burial. Na hata hivyo, hiyo ndio ilikuwa choice peke yake. Hakuna kitu kingine kingefanyika, because hata kama ingefanyika wananchi wangedai. Wangedai heshima ya Raila. Na tuangalie tuone ya kwamba, unajua hapo nyuma watu wamekuwa wakisema huyu mzee ananunua ufuasi. Akifanya mkutano labda eti analipa watu wanakwenda kwa kiwanja. So swali ambalo watu wamekuwa wakijiuliza, alifufuka akawalipa, akarudi kwa wafu wakati wamejitokeza, baada wamejitokeza kwa wingi zaidi hata kuliko vile waliwahi jitokeza akiwa hai. Hiyo inaashiria kwamba watu walipenda baba kumpenda tu, na kitu waliopenda kwake ni sera zake, siasa yake, bila alivyotetea wananchi na mipango aliyokuwa nazo. Alielewa uongozi, alielewa namna serikali inafaa kuendeshwa, na pia kama ungemsikiza vyema, ni mtu alielewa ni nini inaweza fanyika na hii nchi ikasonga mbele na ikaweza kubadilika. Hilo ndio lilifanya watu wakapenda mheshimiwa Raila. Na imezibitika kabisa katika kifo chake. Imezibitika. Na Motelo, baba ama mwenda zake ni mtu ambaye ilikuwa hata aende mahali asizungumze watu watajaa kabisa. Mvuto hasa mbali na sera ambazo amezungumzia Hudson, mvuto wake kwa watu ulikuwa ni nini hasa? Kwa sababu anaweza kwenda sehemu tu hata asizungumze, lakini utakuta vyombo vya habari vya kimataifa vimejaa pale. Utakuta wananchi wamejitokeza kwa idadi kubwa katika eneo ambalo atakuwa, hata kama ni kupita tu sehemu, utaona umati ambao si kawaida kuona. Mvuto wake hasa kwa watu ulikuwa, unajua ni swali ambalo wengi walikuwa wanajiuliza kuhusiana na Raila Amolo Odinga.
Unajua katika mambo ya public persuasion kuna namna ambavyo unafaa kupitisha ujumbe. Kuna namna ambavyo unapitisha ujumbe ambao unagusa nyoyo za watu. Kuna wakati ambapo unazungumzia taarifa ambazo una uhakika nazo vizuri kwa njia inayofaa. Mwanzo alivyosema Bishop Hudson, Raila alikuwa na taarifa zinazohisika, zinazotakikana mkononi. Alielewa Kenya nje na ndani. Sawa? Kuanzia kwa asasi moja hadi nyingine. Alielewa tukio lolote lile, alijua tatizo na suluhu la tatizo lenyewe. Hilo ni la kwanza. La pili, Raila alikuwa mlumbi. Tuko pamoja? Ulumbi wake alijifundisha utaratibu ni kama sanaa. Ulumbi wa kujieleza, ulumbi wa kuenda na hisia za watu. Kuna wakati akianza tu haya mambo yanachemka hapo. Alafu akirudi katika mambo ya vitendawili. Vitendawili ambavyo vinasonga na wakati. Vitendawili ambavyo vinagusa nyoyo. Kuna wakati fulani alitoka na kitendawili, watu wakajibu kile walichotarajia, lakini na yeye jibu lake likawa tofauti. Akawaambia mmefeli. Ndio ukiangalia umantiki wake alikuwa kilenga jambo hilo. Lakini akacheza na akili za watu. Kwa hivyo watu alikuwa mwanafalsafa mkubwa zaidi. Na hilo likaweza kumsaidia. Akaweza zaidi ya yote, Raila alikuwa kienda na wakati. Anaenda na wakati. Ndiposa alikuwa kitusimulia historia. Kuanzia hali ilivyokuwa hadi atulete mahali tulipo. Na akituleta katika mahali tulipo, anazungumzia yale yanayotuathiri sasa hivi. Ukikumbuka wakati ambapo palitokea maandamano ya vijana mwaka jana, mwezi wa 3 nadhani, kulitokea video ya mwanadada fulani akiweza kumrai Raila abaki nyumbani ili na wao waweze kupigania haki, kile ambacho Raila amekuwa akishughulikia. Hii inakueleza vizuri kwamba sera za Raila zilikuwa zina cut across, kuanzia kwa wazee kila mtu hadi vijana. Na ndio sababu Raila akawa sasa anaathiri jamii zote, viwango vyote kwa pamoja. Na ukiangalia wale ambao walijitokeza pale, si wazee, si vijana. Watu walijitokeza kwa fujo. Na Hudson, umemsikia askofu, nataka kupata maoni yako. Umemsikia Otieno Mjomba akizungumzia kuhusiana na Raila Amolo Odinga alikuwa na jua tatizo ni lipi na ufumbuzi wa tatizo hilo, yani suluhu ni ipi, ambao naona ukitizama wanasiasa tulio nao tuseme 99% ni kinyume cha alichokizungumza huyu. Sasa kweli tunao wanasiasa kweli katika mabunge yetu? Wanasiasa wengi tulio nao lengo lao ni kiti kila natafuta. Lakini ukimsikiza vizuri, ukimwangalia, unaona hana la kupeana. Na ndio hapo sasa narudi mahali alisema Raila alielewa hii nchi vizuri sana. Na akaelewa tatizo la hii nchi vizuri kabisa. Na pia akajua na dawa ya kutibu hizo matatizo. Wengi wa wanasiasa ambao wamekuwa wakifuata Raila, wao wamekuwa wakifuata sera zake alizokuwa nazo. Sijaona walio na sera, labda watajitokeza sasa hivi. Lakini wengi walikuwa wanafuata sera za Raila. Na ndio tulipoanza na wewe nikakwambia kwamba kuna wengine siasa zao zimemalizika na Raila. Sasa hapo tutarudi kwenye ule msemo wetu kwamba mti mkuu ukigwa baada hawana cha kupeana, hawana cha kupeana. Tutarudi hapo, lakini sasa hivi nataka nimshirikishe mwenzangu Nancy Onyancha. Nancy, tunataka kidogo, umesikia wageni wetu walivyokuwa wakizungumza, lakini nataka nikupe fursa baadaye kidogo. Sasa hivi nitakwenda pumzikoni. Nancy atakuwa anatuletea yale yaliyojiri tangu asubuhi ya leo mpaka usiku wake hivi sasa, kisha baadaye tutaendelea na mazungumzo haya ambayo ndio kwanza utamu unaanza kuyaingia. Kwa hiyo sasa hivi tunakwenda mapumzikoni, ili tutakaporejea utakuwa naye Nancy Onyancha atujuze matukio muhimu yaliyogonga vichwa vya habari siku hii ya leo.